al-Imam Shafi'i, tutamwangalia wazungumza nini kuhusu zakatul fitri, na vile vile na Imam Malik na al-Imam Ahmad pamoja na al-Imam Abu Hanifa. Zakatul fitri ni wajibu kwa kila Muislamu ambaye kwamba ameweza kufunga, na haswa kwa yule ambaye kwamba amefunga ikiwa ni mume au ni baba, basi yampasa yeye kujitolea yeye mwenyewe zaka na atolee na watoto wake pamoja na mke wake, kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitri kwa kila mmoja wetu, yampasa aweze kutoa. Nini hikma ya kutolewa zakatul fitri? Hikma ya kuekewa zakatul fitri ni kwamba ni ibada ambayo kwamba inafungamana na ibada nyingine, bimaana ni ibada inayofungamana na ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama ambavyo kwamba alivyosema Sayyidina Abdullah ibn Abbas, asema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaimi min al-lagwi wal-rafath wa tu'matan limasakin. Kwa hivyo zakatul fitri imewekwa au imefaradhiwa, hikma yake ni kwamba ni tuhratan lisaim, ni yenye kumtahirisha yule mwenye kufunga kutokamana na yale matelezo madogo madogo ambayo yamempitikia. Kwa sababu hiyo ndio al-Imam Nawawi akaweza kusema maneno yake kwa kupitia Waqi' ambaye ni shekhe, ni mwalimu wa al-Imam Shafi'i, asema zakatul fitri li shahri Ramadhan kasajdati sahwi lisalati, yani zakatul fitri kwa mwezi wa Ramadhani ni kama vile mtu anavyosujudu sijda sahwi. Sijda sahwi mtu huwa ni kwa sababu na lengo la kuunga pale alipoteleza, na zakatul fitri huungaunga yale matelezo mtu ambaye amezungumza, pengine amezungumza kimakosa, ameteleza akafanya jambo kwa bahati mbaya. Hii ndiyo zakatul fitri. Hukumu yake, hukumu ya zakatul fitri, wasema kwa wanavyuoni wa fiqhi wana kauli mbili. Kauli ya jumhurul ulama, tunapozungumza jumhurul ulama tunakusudia hapa wameingia maimamu wote, yani Imamu Shafi'i, Imamu Abu Hanifa, wal Imamu Ahmad ibn Hanbal na Imamu Maliki, wote wasema kwamba zakatul fitri wajibun ala kulli muslimin lima warada an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw ala kulli hurrin 'abdin dhakarin untha min al-muslimin, ni pishi katika tende au pishi katika ngano kwa kila Muislamu ambaye ni muungwana, sio mtumwa, na mtumwa pia, awe mwanamme awe ni mwanamke. Kwa hivyo jumhurul ulama wameafikiana kwamba zaka ya fitri ni wajibu kwa kila Muislamu. Kauli ya pili ni kauli ambayo kwamba ni ya Imamu Malik. Imam Malik ana kauli mbili, asema kwamba sio lazima
sio faradhi bali ni sunna. Ni sunna kwa sababu yeye amefasiri ile qad farada Allahu lakum, kwamba sio kwamba ni lazima, ni faradhi, la bali ni sunna. Waqalu inna zakata al-fitri kanat wajibatun walakinaha nusikhat. Hiyo ndio istidlal waliotoa. Ama jumhurul ulama, hukumu ni kwamba ni wajib kwa kila mtu kuweza kutoa zakatul fitr. Sharti ya wajib kulazimika mtu kutoa zakatul fitri, baina al-ulama wasema sharti ya kwanza al-islamu, bimaana asokuwa muislamu halazimiki kutoa zaka za fitri. Mahallu ittifaqi baina al-ulama illa ma ruya an Shafi'i annahu yajibu ala al-kafiri ada'u zakati al-fitri an aqaribihi al-muslimin, kwamba maulama wote mpaka yeye mwenyewe Imam Shafi'i wakubaliana kwamba zakatul fitri sharti miongoni mwa sharti zake ni iwe itatolewa kwa Waislamu na watakaopeanwa wawe ni Waislamu. Thaniyan, kauli ya pili, an yakuna qadiran ala ikhraji zakati alfitri, wa hadha shartu mahallu ittifaqi baina ahli al-ilm, kwamba maulama wote wameafikiana kwamba lazima mtu awe anacho kiwango cha kuweza kutoa ile zakatul fitri. Kwanza, sharti ya kwanza ni Uislamu. Sharti ya pili, iwe ana uwezo kumiliki kile chakula cha kuweza kutoa zakatul fitri. Kwa hivyo ina maana mtu aweze kuweza kumiliki ndio aweze kutoa. Ikiwa hana ulazima wa kutoa, bali mpaka wakati mwingine atakapoweza, kwa sababu wanatoa istidlal, wanasema ikiwa mtu hawezi kumiliki cha kuweza kutoa, kama tutakavyokuja kuona mbele kwamba kile unachopaswa kutoa ni sharti iwe umemiliki chakula cha siku ile ya Idi, mtana na usiku wake, cha kukutosha wewe na yule ambaye kwamba yakulazimu wewe kumpa chakula, kilichozidi ndio unatoa. Kwa hivyo hapo wakasema kwamba yule ambaye pengine amemiliki tu kiwango cha kuweza kutumia, basi huyo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Wa dhahaba Shafi'i wa Malik wa Ahmad wa Hanabila ila annaha tajibu ala man indahu fadlun an qutihi wa quti man fi nafaqati laylatil Eid wa yawmihi. Naona Imam Shafi'i, Malik, Hanbal wao wanasema kwamba wameenda direct to the point kwamba lazima mtu awe amemiliki chakula cha siku ile mchana na usiku wake na amemiliki ziada. Mathalan, wewe na familia yako wameweza kutumia, kama ni mchele ni kilo 2, kama ni ngano ni kilo 2, kama ni sukari ni kilo, kama ni vile vitu ambavyo mtavitumia. Sasa wewe mchele upata kilo 10 na nyinyi mwaweza makadirio yenu ni kilo 2. Sukari kuna kilo 5, kuna ziada ya kilo 3 mzima, basi ile ziada ndio unaotakiwa kuweza kuitoa. Wadhahaba Hanabila wadhahaba al-Hanafiya ila anna ma'na al-qudrati ala ikhraji sadaqati al-fitri an yakuna malikan lin-nisab. Imamu Abu Hanifa yeye asema la, kwa mimi maana ya kudra ni mtu awe amemiliki kiwango cha kuweza kupata ile chakula, kwa maana yeye hakushartisha kwamba lazima iwe kimezidi. Madamu amemiliki kiwango ambacho anaweza kutumia kwake yatosha.
Na vile vile ni mtu gani ambaye kwamba yamlazimu yeye kutoa zaka? Man tajibu alayhim zakatul fitri. Ikhtalafa almadhahib alfiqhiyya fi hadhihi almas'ala ikhtilafan bayina, fadhahaba Hanafiyya ila qawli innahu yajibu ala ar-rajuli idha kana ghaniyan yuaddi an nafsihi wa an kulli man lahu wilayatu. Alimamu Abu Hanifa asema ni lazima kwa mwanamume ambaye ni tajiri aweze kujitolea yeye mwenyewe nafsi yake, kisha atolee na wale ambao wako chini yake. Dhahaba al-Malikiyya ila anna ar-rajuli yuaddi an nafsihi wa an man tajibu alayhi nafaqatuhu wa humul walidani in al-faqirani wa awladihi al-fuqara dhukuran aw inathan wa zawja. Al-Imam Malik madhhabi yake yeye asema maulama wote tukumbuke wameafikiana kwamba kutoa ni mwanamume, sio mke. Wewe mume ndio unaofaa kutoa, na yawezekana mke afanya kazi na ana pesa kukushinda wewe mume, lakini wajibu ni wewe mume kutoa. Na la kufurahisha ni kwamba wewe mume, hata yule mke kama ana mabilioni ya pesa, wewe mume ndio unafaa kumtolea. Hii ndio furaha hiyo, wewe mume ndio unamtolea. Imam Malik yasema lazima ajitolee yeye mume kama mume au baba kama baba mwenye nyumba, kisha atoe kwa watoto wake na wale wazazi wake kama ni mafukara na mke wake. Je, katika utoaji ni hali gani? Katika utoaji wanasema baba anajitolea yeye mwenyewe nafsi yake, kisha wa pili anaangalia mtoto yule mdogo ambaye hajabali, mtoto yule mdogo kabisa ambaye yuko tahta al-bulugh, ndio atamtolea wa pili, alafu watatu ni mke, kisha sasa ataangalia ikiwa kiko atatolea wale watoto wengine waliobakia. Na wazazi kama ni mafukara hawajiwezi na nini, wanakutegemea wewe, mtoto wao utawatolea, lakini kama wajiweza ni lazima wao wajitolee wao wenyewe. Na maulama wasema mtoto ikiwa yuko bali 15 sanawati, si lazima wewe baba kumtolea zakatul fitr, ila watoto sampuli mbili. Awe pengine umemshughulisha katika biashara zako, wewe una makampuni, wewe una biashara ambazo umeziweka, bana mwanangu, keti hapa uniuzie duka langu hili, keti hapa simamia hardware hili, sababu umeshamfunga, itakulazimu wewe baba umtolee. Au mtoto yule yuko 15 years and above, lakini yuwasoma, kwa kupitia wewe kama baba, basi wewe wawajibika kama baba kumtolea. Lakini ikiwa haujamfunga kwa kazi zako binafsi, wala hasomi, yuko tu anarandaranda mtaani, huyu ni aende akatafute kazi afanye, apate pesa, atoe zakatul fitri, ajitolee mwenyewe. Hii ndio sheria ya Uislamu. Washafi'i wal Hanabila ma'a Malikiyya fi anna al-mar' yuaddi zakata an nafsi, yani wameafikiana kwamba mtu atajitolea mwenyewe kisha mtolee na yule ambaye yamlazimu yeye chakula chake. Ma ikhtilafi yasiri fi tafasil, faqad qala ash-Shafi'iyya inna ar-rajula yuaddi an nafsihi wa anta man tajibu alayhi nafaqatuhu. Kwa hivyo tunaona kwamba zakatul fitri ni mwanamume
na ni watu wote wanapaswa kutoa. Wakati wa kutoa zakatul fitri ni wakati gani? Utatoa zakatul fitri, ama ni wakati gani walazimu kutoa zakatul fitri? Ikhtalafa fuqaha fi waqti. Madhhabu al-awwal wa huwa madhhabu al-Hanafiyya wa Malikiyya. Madhhabu ya Malik na Hanafi wao wanasema wakati wa kutoa zakatul fitri ni wakati ule ambao kabla tulu'i yaumil Eid, yani kabla, ni ule wakati wa kutokeza alfajiri ya siku ya Eid, yani mkilala mkiamka ile alfajiri yake mpaka kwenda kuswaliwa Eid. Malik na Hanafia wao wameshika wakati huo kwamba lazima zaka zitolewe hapo. Istidlali yao ni gani? Ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri kabla khuruji nasi ila salat, kwamba ameamrisha zaka zitolewe kabla ya kwenda watu katika nini? Katika swala ya Eid. Ama madhhab ya Malikia na kauli ya Shafi'ia ambao ndio kauli rajih, yani ndio kauli ambayo tumesimamia na ndio kauli ambayo inafuatwa sana, ni kwamba ni wakati ambao kwamba bighurubi shamsi, kuzama jua, akhiru yaumi min Ramadhan. Lile jua likisha kuzama tu, likishazama, magharibi kiingia, mwezi umeonekana tayari, wajibu wa zakatul fitri umelazimu. Sasa hapa pengine suala litakuja, kuna masala yatakuja huko mbele kwamba watadhaharu alfaida hadha alikhtilaf fi man mata au wulida ba'da ghurubi shamsi akhir yawmi min Ramadhan. Itakuja suala, pengine mtu amekufa mwisho, yani baada ya kuzama jua. Yani tumesema hapa wajibu wa mwezi wa kuwajibika kutoa zakatul fitri ni jua kuzama, ni magharibi kuingia. Ukisha kuonekana mwezi tayari. Sasa itakuja suala, pengine mtu amekufa baada ya jua kuzama, je, atatolewa zakatul fitri? Au mtoto amezaliwa baada ya jua kuzama, je, atatolewa zakatul fitri? Jawabu lipo, faman mata ba'da ghurubi shamsi inda Shafi'i wal Hanabila wa qawlu inda al-Maliki tukhraju anhu sadaqatul fitri li'annahu kana mawjudan waqta wujubiha. Wajibu wa zakatul fitri ni mtu kupata wakati katika Ramadhani na kupata wakati wa Eid. Kwa maana huyo ambaye amekufa mwisho baada ya jua kuzama, ina maana amepata Ramadhani, yani amefunga. Mtu amekuwa ni mgonjwa lakini amefunga zakatul, amefunga Ramadhani mpaka jua lilipozama, dakika ya mwisho yeye akafariki, bimaana amepata Ramadhani kisha amepata mwanzo wa Eid. Huyu kwa madhhabi ya Maliki, ya Shafi'ia na Hanabil na Malik, zakatul fitri ni lazima atolewe. Suala litakuja, je, amekufa kabla ya jua kuzama? Kwa mfano, jua lazama saa 12 na dakika 45, yeye amekufa saa 12 na dakika 35. Huyu haipasi zakatul fitri, kwa sababu kuna kipindi fulani
kikosa cha kukamilisha saumu na ule mwanzo wa nini wa Eid. Ama mtoto mdogo ambaye amezaliwa jua kuzama, amezaliwa jua limeshazama, bimaana amezaliwa usiku wa Eidul Fitri, huyu hatolewi zaka. Kinyume chake, amezaliwa kabla jua kuzama kisha jua likazama, atatolewa zakatul fitr. Nadhani hapa tuko wazi. Bimaana akizaliwa kabla, amezaliwa saa 12:15, jua saa 12:40, huyo anapaswa kutolewa zakatul fitr. Lakini akizaliwa jua lishazama, hailazimu tena kutolewa zakatul fitri. Kwa sababu gani? Hakupata kipindi cha Ramadhani, ashatoka katika Ramadhani, amepata kwenye Eid. Italalazimu ni itakayofuata ikiwa yuko hai. Wa inda al-Hanafiyya wa qawlu Malik la tukhraju anhu sadaqatul fitri. Kwa hivyo tufahamu kwa hali kama hii, waktu wujubi zakatil fitri, wakati wa kulazimu. Jumhurul Hanafiyya ila anna waktu wujubi adai zakatil fitri muwassa. Je, wakati ni dhiki au ni mpana? Wakati ni mpana. Wadhaba Shafi'iyya wa Malikiyya wal Hanabila anna addaha man addaha ba'da salati al-Eid biduni udhri kana athiman. Yoyote atakayetoa zakatul fitri baada ya kuswaliwa Eid, madhhabu ya jumhurul ulama Shafi'i, Maliki, Hanafiya na Shafi'i, Hanbaliya na Malikiya wasema atapata madhambi. Mtu amezuia zaka kutoka jua limezama mpaka watu wameamka alfajiri mpaka kumeswaliwa, yeye hajatoa, huyu atapata madhambi mpaka siku ile atakayoitoa zakatul fitr kama hiyo. Ikhrajuha qabla waqtiha. Je, yaweza zakatul fitri kuitoa kabla ya wakati, yani binana kuitanguliza? Naam, yawezekana. Hapa kuna kauli tatu. Abu Hanifa yeye asema waweza kutanguliza zakatul fitri kwa mwaka mzima au miaka miwili. Yani wewe ukaitoa kuanzia Shawwali zakatul fitri ya mwaka ya Ramadhani ijayo, ukaitoa kuanzia Shawwali, akasema mimi nia yangu hii ninachokitoa ni zakatul fitri yangu ya Ramadhani ijayo, ukaitoa kabisa, wala hakuna ikhtilafu baina ya ulama kama hao. Kwa kauli ya Hanafiya pia vile vile na Shafi'i, jawazi ikhrajuha min bidayati Ramadhan, wasema waweza ukaitoa mwanzo wa Ramadhani, pale mwanzo Ramadhani imeingia, ukapiga hesabu kwamba mimi zakatul fitri yangu ni kiasi fulani, ukatoa kile chakula, kama ni chakula au ni pesa, ukatoa mwanzo wa Ramadhani, ukatoa katikati ya Ramadhani. Kauli ya pili. Kauli ya tatu, Hanafiya, Malikiya, Hanbaliya, taqdimuha bi yawmin au yawmayn, kama hivi leo tarehe 28 waweza ukatoa zaka, kesho kabla ya siku ya Eid ukatoa zaka, yani kutangulia kwa siku mbili au siku moja. Kwa hivyo kauli zote za kubali na wote hakuna ikhtilafu katika kuweza kutoa. Kiwango ambacho kwamba kinatakiwa kutolewa kama tulivyoeleza ni kwamba miqdar anna alwajiba ikhrajuhu fi fitri sa'a min jami' al-asnaf, ikiwa ni ngano, ikiwa ni mchele, ikiwa na ni chakula gani ambacho kwamba kinapaswa kutolewa. Jumhurul ulama wanasema aghlab ya chakula kinachopaswa kutolewa ni chakula
cha aghlabu ya watu wa mji. Chakula kile kinachotakiwa kutolewa ni kuangalia Mombasa chakula chao kikubwa ni nini. Sisi kama Mombasa hapa tutasema ni mchele na ngano, basi tutafaa tutoe mchele na ngano. Je, zaka kama hili waweza kutoa pesa? Tabaan, naam, waweza kutoa pesa, na ndio utakuta madhhab ya al-Imamu Abu Hanifa, yeye amesisitiza kutoa pesa ni afdal zaidi kuliko kutoa chakula. Kwa nini? Kwa sababu ukimpa mtu chakula, pengine wewe umempa pesa yako, umempa chakula chako, mwingine amempa chakula, mchuzi atatoa wapi? Lakini ukimpa ile pesa, kama ni 500 ndio zaka yako ukampa, ile 500 atapata chakula, ile 500 atapata na nini? Na kitoweo. Hata kama ni cha shilingi 50 si amepata. Kwa hivyo Abu Hanifa ameweka kwake yeye ni afdal kutoa zaka ya pesa, ni bora zaidi. Ama Maliki, Shafiia na Hanafia na Hanbalia, wao wasema ni ile chakula, lakini kauli zao za pili ni kwamba pia pesa waweza kutoa. Yani wana kauli mbili kwamba waweza kutoa pesa. Kwa hivyo zakatul fitri tumekuta kwamba ni wajibu kutolewa na haiangaliwi ni kitu gani na gani. Je, zakatul fitri hili yapewa nani? Yapewa nani? Wasema inapewa watu sampuli nani? Innama sadaqatu lilfuqara walmasakin walamilina alayha walmuallafatu qulubuhum wa fi riqabi walgharimina wa fi sabilillah wa bin sabil, kwamba zakatul fitri yapewa ni maskini, ni mafukara au ni muallafa. Fukara ni upi? Ni mtu anaohitajia wa shilingi 100 yapata 50, huyu anapawa zaka. Maskini anaohitaji wa shilingi 100 yapata 75 80, yani hafikii kiwango. Au inapewa walamilina, wale wenye kuzikusanya. Kuna wale watu wanakuja anaangalia mali yako haya na kupigia hisabu kwamba wewe mwisho wa mwaka zaka yako ni kiwango fulani, kwa hivyo anakusanya. Ukimkusanya ukimpa yeye, anaenda anazipeana kwa wale walamilin, na wao wanapawa zaka kwa sababu waweze kutumikia. Wengine muallafa, wale walioslimu wakaingia katika dini, wageni katika dini wale, kwa sababu wao saa nyingine mtu akisilimu hupigwa vita akafukuzwa. Kwa hivyo sisi kama Waislamu ambao kwamba tunatakiwa tuwape zakatul fitri kama kuwaunga wale wabakie katika Uislamu. Mwingine ni al-gharimin. Al-gharim ni mtu mwenye madeni, amekopa deni kwa nia ya kulipa, lakini maal asaf kisha baadaye mali yake yametaifika, yameharibika, yamechomeka, amefilisika ghafla, anapewa zaka kwa ajili ya kulipa lile deni. Wa fi sabilillah, wale wenye kutumikia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wanaofanya kazi ya da'wa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, walimu wa madarisi, maaimatul masajidi, wale wanaokwenda kusoma, wanaotoka kwa ajili ya kwenda kupigana vitani, hawa wanapawa. Kisha wabni sabili, watu ambao wamekatikiwa na misafara yao, pengine wamekuja kama wale watu ambao wanakimbia kule makwao, wanaingia hapa Kenya, makwao kuna vita, amekuja hapa mara ghafla, kila alichonacho ameibiwa, kila kitu, hawezi kurudi tena kwao. Basi yule kama ikiwezekana, ima kumpa au kumkatia tikiti ya kuweza kurudi na kumpa kitu cha kwamba atajisaidia nacho ili aweze kurudi kwao na kuendelea na maisha yake. Alhasil,
Haya ndiyo masail ya zakatul fitri kupitia madhhabu yote manne. Tumejaribu tu kugusagusa kiwango ambacho tunachoweza turahib, ikiwa utakuwa na suala moja mbili kulingana na wakati. Ikiwa hakuna, basi leo naona tutakuwa ndio mwisho wa darasa yetu ambayo tutakuwa tukiendelea nayo kuanzia mwanzo wa mwezi wa Ramadhani mpaka leo. Inshallah, Mwenyezi Mungu akitupa uzima na uhai na afya, tutaweza kukutana tena mwakani. Ikiwa uhai upo na afya ipo, tutakutana na tutaweza kuendeleza zile hadithi zetu ambazo tumezibakisha mpaka kwenda kusimaliza, ili tuweze kupata faida. Inshallah, kama utakuwa na swala lolote kupitia zakatul fitri, tutaweza kujaribu kujibu, na ikiwa hakuna, basi kwa hapa tutakomesha. Na swala lolote pengine hakuna, basi muombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla. Lakini nasaha yangu, tutoeni zakatul fitri, kwa sababu zakatul fitri ndio ufunguo wa somo yako kuweza kupanda mpaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.